Salimu katika jina la Yesu. Basi namshukuru Mungu kwa kipindi ambacho kimekuwa mbele yetu, ambacho kimepita. Wakati tutaendelea kipindi cha pili, naomba ufunike macho nimshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu aliye mwema, asante maana umekuwa katikati yetu tangu tumeanza mahali hapa. Zaidi ya yote tena nami nimesimama madhabahuni pako kwa ajili ya kwenda kujifunza maneno yako ya uzima kwa ajili ya shule ya Jumapili. Naomba Roho yako Mtakatifu akatawale mahali hapa, katuhudumie Mungu wetu aliye mwema. Najiacha mikononi mwako kupitia jina la Yesu. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Wale wenye vitabu tuko kwenye juma la 13. Somo letu nasema ujumbe mkuu wa Mungu. Ujumbe mkuu wa Mungu. Mstari wetu wa kukumbuka ni Malaki 3:1a. Maandiko ya somo ni Malaki 3:1. Vipengele vya somo na vipengele vya somo viko hapa chini. Kipengele cha kwanza kinasema namtuma mjumbe wangu. Kipengele cha pili ukuu wa Yohana Mbatizaji. Cha tatu mwanzo wa utumishi wa Yohana. Cha nne ubatizo wa Yohana. 5 Yohana mjulisha Masihi. Hapa chini kuna swali la kujadili, tutajadili mwishoni. Amina. Amen. Tutaendelea. Tutaanza na kweli kuu. Kweli kuu inasema kwamba mjumbe mkuu wa Mungu aliyekuja kuandaa mioyo ya watu kwa ajili ya toba ili kumpokea Masihi. Hii ndio kweli kuu, kwamba ujumbe mkuu wa Mungu aliyekuja kuandaa mioyo ya watu kwa ajili ya toba ili kumpokea Masihi. Tuangalie ule mstari wetu wa kukumbuka Malaki 3:1a. Tusome hapo mstari wetu wa kukumbuka. Malaki 3:1 inasema, angalieni namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Amina. Anasema angalieni namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Huu ndo mstari wetu wa kukumbuka. Tutaenda kwenye utangulizi. Nasema mjumbe mkuu wa Mungu tunayejifunza habari zake leo katika somo hili sio malaika au malaika wala manabii. Yule bali ni Yohana Mbatizaji, mjumbe wa Mungu aliyemtangulia Masihi Yesu Kristo. Hapa tunapoenda kujifunza mjumbe wa ukuu wa Mungu, kwamba kwenye utangulizi hatuongelei habari za malaika au manabii. Tunaenda kujifunza habari za Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo hapa tutaenda kujifunza habari za Yohana Mbatizaji, kwamba yeye alitangulia kabla ya Yesu Kristo kuja au kabla ya Yesu Kristo kuzaliwa. Kwa hiyo tunaenda kujifunza habari za mjumbe huyu ambaye Mungu alimtangulia au Yohana alitangulia kuja kutengeneza njia kwa ajili ya kunyosha mapito ya watu, kuambia watu kwamba yupo nyuma yangu ambaye atakuja, ambaye ni Masihi. Kwa hiyo alitangulia kabla ya Yesu Kristo, kwamba kutengeneza njia. Hapa anasema kwamba au kutengeneza barabara, kusafisha, kwamba ili mfalme anayekuja akute kwamba njia imekuwa safi, imekuwa vizuri, kwamba yeye alitumwa na Mungu kwa ajili ya kutengeneza njia kabla ya Masihi hajazaliwa, au kabla ya kuhubiri kwa Yesu Kristo. Aliyetangulia ni Yohana Mbatizaji. Yeye alikuwa anaongelea sana kwa habari ya toba, kwamba watu wanatakiwa watubu, waachane na dhambi. Ulikuwa ndio ujumbe wake mkubwa. Kabla ya Yesu hajaanza Injili, alitangulia Yohana na alikuwa akiwaelekeza watu kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia.
alisisitiza sana kwamba watu watubu na wabatizwe, wamgeukie Mungu, waache maovu, waache matendo mabaya, watakiwa kwamba wamgeukie Kristo. Hapa anasema atengeneze barabara kwa ajili ya mfalme kupita nchini mwao. Ndivyo Mungu alivyotengeneza njia ya watu wake wanaorudi kutoka nchi yao, kutoka katika nchi ya wageni. Sema Yohana Mbatizaji kama sauti ya mtu aliaye nyikani aliweka wazi kwamba njia ya kujiandaa kwa kuja kwa Masihi ni kwa ajili ya kutubu. Kwamba yeye Yohana ambacho alikuwa anaelekeza sana kwamba watu wageuke, watubu. Tukisoma ile Mathayo 3:1-8. Some Mathayo 3:1-8. Mathayo sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 8. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakijia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba. Amina. Huu ulikuwa ni ujumbe wa Yohana Mbatizaji. Alikuwa akisisitiza kwamba wanatakiwa kutengeneza njia, watengeneze maisha yao, kwamba maisha yao yalikuwa hayampendezi Mungu, walikuwa wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Yohana kilio chake kikubwa kilikuwa kwamba wanatakiwa kutengeneza maisha yao, watubu, wamgeukie Kristo. Na tumesoma kwenye neno la Mungu kwamba wengi walienda kusikiliza, mpaka kana shangaa mbona hata watu wengine wa mataifa walikuwa wanamwendea kule. Lakini alichosisitiza kwamba wanatakiwa watubu na kumgeukia Mungu, kwamba na toba yao izae matunda mema kwenye maisha yake. Kwa hiyo ulikuwa ni msisitizo mkubwa, alikuwa anasafisha kwamba watu waweze kumjua Kristo, kwamba Yesu akija kute watu wanauelewa wa kuelewa neno la Mungu, kwamba makusudi ya Mungu watu wamgeukie Yesu kwenye maisha yao. Hapa anasema kwamba kutengeneza njia za maisha yetu kwa njia ya toba, kwa kuandaa kwa kurudi kwa Yesu mara ya pili, ni jambo la muhimu sana kwetu sote, kwamba ile kutengeneza maisha, kumwendea Kristo na kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu ni jambo la msingi sana, hata kwa sisi wa kizazi chetu, kwamba tunajua Yesu atarudi mara ya pili kuchukua kanisa lake. Inategemea maisha yangu, je, yanampendeza Kristo? Ninatembea sawa na neno la Mungu? Kwamba Yohana watu walipotubu aliwabatiza, kwamba walipokuwa wamekubali kumpokea huyu Kristo kwenye maisha yao aliwabatiza. Anasema kwamba ubatizo wa maji tele, na alikuwa anawasisitiza kwamba, tutaendelea kusoma kwamba alichukua anasisitiza kwamba ubatizo peke yake hautawasaidia, kwamba wanatakiwa waendelee kuishi maisha ya kumpendeza Mungu kwenye maisha yao. Sio kwamba tu nimekubali, nimetubu, nimebatizwa basi inatosha, kwamba hicho ndicho kitakachonisaidia mimi kwenda kumuona Kristo, kwamba walitakiwa ile toba ambayo walikuwa wameipokea na ubatizo walipokuwa wamebatizwa, walitakiwa kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu ujumbe mkuu wa Mungu, kwamba
ni Yohana Mbatizaji. Amina. Nimetangulia kusema sio malaika wala sio nabii, bali alikuwa ni Yohana. Twende kwenye kipengele chetu cha kwanza. Anasema namtuma mjumbe wangu. Ukisoma ile sasa Malaki 3:1. Malaki sura ya 3 mstari wa kwanza. Angalieni namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yake. Naye Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafla. Na yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Amina. Kwa hiyo tunajifunza kwamba namtuma mjumbe wangu. Hii tumesoma Malaki 3:1. Tunapoendelea kujifunza kwenye hili somo, limejaa sana habari za Yohana Mbatizaji. Nasema kwa kadri ya malaika hapa ni kwamba anasisitiza kuwa kabla ya kuja kwa Yesu kwa mara ya kwanza, anatuma mjumbe wake Yohana Mbatizaji kutengeneza njia kwa ajili ya mfalme Yesu Kristo. Kwamba Yesu Kristo alikuwa yuko nyuma, Yohana ametangulia kutengeneza njia, kuambia watu habari njema za Kristo, kwamba wakae kadri neno la Mungu linavyowaongoza, kwamba wanatakiwa waishije. Na tumejifunza sana kwa habari ya wana wa Israeli, kwamba wana wa Israeli walikuwa ni taifa la Mungu ambao Mungu alikuwa amewachagua, kwamba taifa teule Bwana amewateua, kwamba watembee kulingana na misingi ya kimungu. Lakini ilikuwa inafika kipindi wana wa Israeli walikuwa wanaenda kinyume na makusudi ya Mungu. Walikuwa wanaenda kinyume na zile sheria za kimungu kwenye maisha yao. Kwa hiyo walikuwa wanageuka. Ndio maana walikuwa mara nyingi walikuwa wanaadhibiwa kulingana na kuja mwana wa Mungu kuwakomboa wanadamu na dhambi zao. Kwa hiyo alitangulia Yohana Mbatizaji. Ukisoma na ile Luka 1 mstari wa 76. Sura ya kwanza mstari wa 76, neno la Bwana linasema, nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, kwa maana utatangulia mbele za uso wa Bwana umtengenezee njia zake. Amina. Huo ulikuwa ni nabii ambao ulikuwa unatabiriwa kwa habari ya Yohana, kwamba yeye atatangulia. Sinaeleweka jamani? Kwamba yeye angetangulia kutengeneza njia kabla ya Masihi. Anasema Yohana Mbatizaji ni mjumbe mkuu wa Mungu aliyetabiriwa na nabii Isaya na mwisho wa nabii Malaki. Kwamba alitabiriwa na nabii Isaya, akaja akatabiriwa na Malaki. Ukisoma Isaya ile 40 mstari wa 3 na Malaki 3:1 tumekwisha kusoma. Kwamba yeye alikuwa ametabiriwa kwamba yeye lazima angetangulia kabla ya Masihi kutengeneza njia, kuambia watu wanyoshe mapito yao, wamtegemee Mungu kwenye maisha yao. Nasema maandiko matakatifu yanamtaja kuwa ni mkuu kuliko nabii wote wa Mungu waliokuwemo kabla yake. Soma ile Mathayo 11 mstari wa 7 hadi 11. Leo tutakuwa tuna maandiko ambayo tutakuwa tunapitia mahali hapa. Mathayo kusoma 11:7 hadi 11. Mathayo sura ya 11 mstari wa 7 hadi wa 11, neno la Bwana linasema, na hao walipokwenda zao, Yesu alianza kuambia makutano habari za Yohana. Alianza kuambia habari za Yohana, mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo? Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Tazama, watu wavaao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Lakini kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii? Nawaambia, na aliye mkuu zaidi ya nabii, huyo ndiye aliyeandikiwa haya. Tazama,
mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, ataitengeneza njia yako mbele yako. Amini nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Amen. Amen. Kwa hiyo tunajifunza hapa kwamba Yohana Mbatizaji alimtangulia kabla ya Kristo. Lakini hata Yesu alipoanza kazi yake ya kuhubiri Injili, ina maana alimgusia na Yohana. Aliwaambia wale makutano kwamba mimi kabla sijaje alitangulia Yohana. Na mlikuwa mnaenda nyikani, alikuwa anawauliza, mlikuwa mnaenda kupata nini? Mlikuwa mnaenda kuangalia mavazi aliyoyavaa au mlienda kuangalia nini? Kwamba aliona kwamba Yohana alishatangulia na ameenda kuambia habari njema za Mungu kwenye maisha yao, kwamba wageuke na kutubu. Lakini wengine walikuwa bado hawajampokea Yesu. Maisha yao yalikuwa bado hayampendezi Kristo kwenye maisha yao. Ndio maana alikuwa anawakumbusha, mlifuata nini? Bwana asifiwe. Kwamba mlienda kuangalia nini? Maana mimi nilikwisha kumtuma mjumbe wangu ili kuja kutengeneza njia, ili kuambia toba ya kweli, kwamba watubu na kumgeukia Kristo kwenye maisha yao. Lakini walikuwa bado mioyo yao ni migumu, hawajampokea Kristo kwenye mioyo yao. Lakini walikuwa wanapenda kwenda kwenye mikutano na kwenda kusikiliza kile kinachoongelewa pale, au walikuwa wanaenda kusikiliza na kutazama kwamba kitu gani kinachoendelea, lakini walikuwa hawana ile hali ya kumpokea Kristo kwenye maisha yao. Walikuwa hawamgeukii Mungu. Kwamba alikuwa anawauliza, mlienda kuangalia nini? Kwa hiyo tunajifunza kwamba walitakiwa kwamba walikuwa wanafanya mioyo yao inakuwa migumu. Hata kipindi cha Yesu, si wote waliompokea Kristo kwenye huduma ya Yesu Kristo, kwenye mikutano ya Yesu, sio wote waliogeuka. Wengine walikuwa wanafuata miujiza tu ile ambayo ilikuwa inatendeka pale, lakini ile toba ya kweli kwenye mioyo yao walikuwa hawamtubu, kumaanisha kwamba kweli tumesikia neno la Mungu na tumelipokea, kwamba ili litusaidie na kutugeuza maisha yetu tuendelee kumtumikia Mungu. Kwa maana tunaona wengi sana, hata kama kuna mkutano, wengine wanachohitaji uponyaji tu, hawako tayari kumpokea Yesu kwenye maisha yao. Amina. Watu wanapata uponyaji kwamba niende kule kwenye mkutano, wamesema leteni wagonjwa na wenye shida mbalimbali watapokea. Kwa hiyo mtu anaenda kulingana na shida aliyonayo, lakini hakubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu mjumbe wa Bwana alitumwa na Mungu kwamba kutengeneza njia, kuambia watu habari za Kristo, wamgeukie Mungu. Twende kwenye kipengele chetu cha pili, ukuu wa Yohana Mbatizaji. Tuone ukuu wa Yohana Mbatizaji. Anasema inaonekana hakuwa mtu wa kawaida kama mtangulizi wa Masihi. Tumeshasoma hii 3:1. Ni yeye tu katika wanadamu ambaye aliambiwa Masihi zaidi ya kwa hukumu. Anasema alivumilia maisha magumu. Alivumilia maisha magumu. Kwamba alivumilia maisha magumu, alijihusisha kupita kawaida. Anasema alipouziwa yeye ni nani? Anasema alijiita sauti ya mtu aliye nyikani au jangwani. Tunaona kwamba huyu Yohana Mbatizaji kwa kipindi chake alipitia maisha magumu sana. Yaani yeye kwenye maisha yake ya Injili, kwa habari za maisha yake ya kimwili, kwa hiyo alipitia maisha magumu mno. Amina. Tunajifunza kwamba Yohana yeye chakula chake kilikuwa ni asali tu polini. Na tumesoma kwenye Biblia kwamba mavazi yake aliyokuwa anayavaa, lakini yeye hakuona kwamba kile kitu ni kitu labda cha kwenye maisha yake, aone kwamba kwa nini mimi ninaishi maisha kama haya lakini ninamtumikia Mungu. Yeye aliyatoa maisha yake kutimiza lile kusudi la Mungu. Na anasema kwamba Yohana alikuwa sio mwanadamu wa kawaida, maana
maisha ya uvumilivu mkubwa. Amina. Maisha yake ya utumishi, aliishi maisha ya kuvumilia, kwamba hata kama ninapitia katika magumu, lakini yeye aliona kwamba mimi kazi kubwa ambayo nimeletwa na Mungu au nimetumwa na Mungu ni kuitengeneza njia, kwamba niwaambie watu habari za Mungu, wamgeukie Mungu kwenye maisha yao. Asema Yohana anatajwa pia kuwa ni Elia ambaye angekuja siku ile ya mwisho ya hukumu. Hapa tusome Mathayo 11:13 hadi 14. Au hapo tulishasoma Jose? Aya 13. Au usome 17:10. Mathayo hiyo 17:10. Angalieni msimdharau mmojawapo wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Hapa tunajifunza kwamba wao wa Israeli walikuwa wanatazamia nabii Elia kuwa muda mrefu ili arudi kabla ya kuja kwake Masihi Yesu. Aliyesikia kwamba Elia yule kwamba kweli alikuwa Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo tunajifunza kwamba wana wa Israeli wao walikuwa wanajua kwamba yupo mtu atakayetangulia kabla ya Masihi. Walikuwa wanajua kwamba atakayekuja ni Elia, nabii Elia. Maana wao walikuwa wanajua kwamba Elia alikuwa nabii wao na alikuwa akitembea pamoja na Mungu. Kwa hiyo Elia alipokuwa ametawaliwa na Mungu, wakawa kwenye mawazo yao wanajua atakayetangulia kuja atakuwa ni Elia. Na alikuwa anaamini kabisa kwamba atakayekuja ni nani? Ni Elia. Kumbe alikuwa sio Elia, ambaye alikuwa atangulia alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Kwamba Yohana alihubiri katika roho na mamlaka ya Elia. Ukisoma ile Luka 1:17. Kwamba na yeye huyu Yohana ambao tunajifunza, ambao wao walikuwa wanatabiria kwamba angekuja Elia. Kwa hiyo Yohana na yeye alipokuja alihubiri kulingana na Elia alipokuwa akiwaambia wana wa Israeli habari za Mungu. Amina. Kwamba wao walikuwa na mtazamo kwamba angekuja Elia. Anasema alishiriki katika hali ngumu ya maisha kama Elia Mtishbi. Aliishi katika nchi kavu ya jangwani, alivaa nguo za kukwaruza katika kula chakula cha porini. Kwamba maisha aliyoyapitia Elia na yeye pia Yohana aliyapitia. Na yeye Yohana, niseme Elia na yeye aliishi maisha magumu. Kwamba maisha yake na yeye alipitia kwenye maisha ya misukosuko, alipitia kwenye maisha magumu. Na yeye alivaa nguo ambazo haziwapendezi sana watu kama wengine wanavyovaa. Anasema alivaa nguo zinazokwaruza, lakini na yeye alikula chakula cha porini, aliishi jangwani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nabii Elia ukileta na Yohana kwamba wote walipitia mahali kwenye ile shida, lakini walionyesha maisha ya uvumilivu. Waliishi maisha ya kuvumilia. Ukisoma ile Wafalme wa kwanza 17:5 hadi 7. 5 hadi 7. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 5 hadi wa 7. Neno la Bwana linasema, basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana. Kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Keriti kinachokabili Yordani. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni. Akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Amen. Amen.
Hapa tunajifunza habari za Elia, kwamba yeye Elia wakati anaendelea na utumishi wake alikutana na vikwazo vingi, na Elia yeye mwenyewe ndo aliomba Mungu kwamba mvua isinyeshe miaka 3.5, na mvua haikunyesha. Kulingana na ile hali ya kutokunyesha mvua, ikafika kipindi maji aliyokuwa anategemea pale anakunywa yakakauka. Lakini tunaona kwamba Elia alipitia maisha magumu, kwamba kilichokuwa kinamsaidia kunguru alikuwa akimpelekea chakula. Lakini kata tamaa kwamba mimi mwenyewe nilimwomba Mungu kwamba mvua isinyeshe, ninaweza nikaomba tu hata kama hii miaka haijatimia mvua inyeshe ili na mimi nisipate shida. Lakini yeye aliweka msimamo na alikubali yale maisha kwamba nitaishi maisha ya hivi magumu, lakini lazima kusudi la Bwana litimie. Amina. Kwa hiyo na Elia na yeye alipitia maisha kama alivyopitia Yohana Mbatizaji. Tutaenda kipengele kingine kinasema mwanzo wa utumishi wa Yohana. Tutaenda kuangalia mwanzo wa utumishi wa Yohana, kwamba Yohana alianza mahubiri yake katika eneo la Palestina ambapo mto wa Yordani ulikaribia bahari ya chumvi, kwamba yeye Yohana huduma yake alianzia katika eneo la Palestina, anasema ambapo mto wa Yordani ulikaribia bahari ya chumvi. Kwa hiyo alianza kufanya kazi akiwa pale kwa ajili ya kueneza habari za Kristo. Nisoma ile Luka 3:2 hadi 3. Luka sura ya 3 mstari wa 2 hadi wa 3. Neno la Bwana linasema, wakati wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu lilimfikia Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Amen. Kwa hiyo Yohana yeye alipotumwa na Mungu, kwa hiyo eneo ambalo alifanyia kazi kwa mara ya kwanza kwamba Palestina, nimeongelea sana kwamba yeye alichukua ametumwa na Mungu kwamba kuambia watu habari njema za Kristo, kwamba watubu. Yaani ndio kilikuwa kilio cha Yohana, kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa tunajifunza nini kwa sisi? Maana tumeongelea sana habari za Yohana kwamba alikuwa ametumwa na Mungu kuambia watu watubu, wabatizwe, wageuke na kumwelekea Mungu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kumbe tukishamjua Kristo kwenye maisha yetu, kwamba tunatakiwa kuambia wengine habari njema za Yesu, kwamba watubu, Yesu yu karibu kurudi. Ina maana tangu kipindi cha Yohana anasema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Amina. Mpaka sasa hivi na sisi tunasema watu watubu kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ndio maana wengine kuambia habari za Kristo anasema mbona tangu miaka hiyo anasemaga Yesu anarudi, mbona harudi? Hamkutani na hivi? Amina. Wanasema mbona tangu kipindi cha Yohana alikuwa anasema watu watubu kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Wanasema Yesu hawezi kuja. Hivi tunapokufa ndo basi kwamba tutakuwa tunaondoka inafika kipindi watu wote tutaishi. Kumbe Yesu atakuja kuchukua kanisa lake. Kwa hiyo ulikuwa ni ujumbe wa Yohana kwamba watubu, wageuke na kumgeukia Mungu kwenye maisha yao. Anasema Mungu alimuita Yohana awe nabii wa Mungu aliye juu na mtangulizi, atengeneze njia ya Bwana. Kwamba naye alihubiri sawasawa na mtindo wa mahubiri ya Agano la Kale. Yohana Mbatizaji aliamua watu waliodhani kwamba wakiwa wa Israeli wana haki ya kuokolewa. Kwa hiyo hapa alikuwa anapambana na taifa la Israeli, maana wao walikuwa wanajihesabia haki kwamba sisi ni taifa la Mungu. Mungu ametuchagua sisi, Mungu anatembea na sisi. Kwa hiyo kuna haja gani ya sisi kutubu? Maana sisi Mungu ameshakwisha kutuokoa, au Mungu yuko pamoja na sisi. Lakini Yohana alikuwa anawaelekeza kwamba maisha wanaoyaishi yanatakiwa toba, yanatakiwa mgeukie Mungu, kwamba kule taifa kwa ni taifa teule la Mungu lisingewasaidia
ya Mungu, walikuwa hawatendi haki ya Mungu. Kwa hiyo alikuwa anapambana na taifa la Israeli kwamba wamgeukie Mungu, watubu. Bwana asifiwe. Kwamba watubu, wasijihesabie haki, kwamba sisi ni taifa la Mungu. Je, maisha yao yalikuwa yanampendeza Mungu? Kama maisha yao yalikuwa yanampendeza Mungu, kulikuwa kuna haja gani ya Yohana kutuma kwamba akawaambie habari ya toba, awaambie habari ya kumgeukia Mungu? Walikuwa na himiza kwamba wanatakiwa wageuke. Asema watu wale tu walikuwa watu wa Mungu, ni wale wenye dhambi walitubu na kuonyesha unyoofu wao katika ubatizo. Kwamba wale ambao walikuwa wanaona kwamba kweli mimi nimekosea, ninaenda kinyume na makusudi ya Mungu, akitubu anakuwa ni mtu wa Mungu. Amina. Kwamba anakunyosha mapito yao, kwamba kweli wanajitambua kwamba mimi ninaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Maana walikuwa hawatembei sawa na neno la Mungu, walikuwa hawaendi kulingana na maagizo ya Kristo. Kwa hiyo walitakiwa toba. Amina. Wana wa Israeli walikuwa wanajihesabia nini haki? Kama sisi hivi tumeokoka, ninasema mimi nimeokoka, ninampenda Yesu. Au mwingine anajivunia kanisa kwamba mimi ninaabudu EAGT. Kwa hiyo sasa akisema niko kwenye makanisa ya watu waliookoka, anaona kama ile ni tiketi ya yeye kwenda mbinguni. Kumbe unatakiwa uangalie maisha yako unayoishi, kwamba unaishi sawa na neno la Mungu. Amina. Kuingia hapa hakitakusaidia kwamba wewe unaenda mbinguni. Tuko pamoja wana wa Mungu? Amen. Sio kwamba yani kuabudu kwangu mimi au kusali kwenye makanisa ya watu waliookoka, alafu mimi maisha yangu hayampendezi Mungu, hiyo sio tiketi ya kwenda mbinguni. Sawa kanisa? Maana lile taifa Mungu aliliteua kwamba mimi nitatembea na wana wa Israeli, taifa la watoto wa Yakobo nimelichagua. Je, wote walimpendeza Mungu? Si walienda kinyume na makusudi ya Mungu? Na Mungu alikuwa anawaambia hamtakii kuabudu miungu, mniabudu mimi Mungu peke yake, msiabudu miungu. Lakini wana wa Israeli ilikuwa inafika kipindi wanaabudu nini? Miungu. Ilikuwa ni makusudi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu hawaache tu kwa sababu yeye amewachagua. Au mtu kishamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, bado unajichafua, utaendelea kujihesabia haki kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie kwamba kumbe kinachotakiwa maisha safi. Kwa maana Yohana aliwaambia sio kwamba mkishatubu na nimewabatiza kwenye ubatizo wa maji tena haitoshi. Mnatakiwa muendelee kuishi maisha matakatifu, na mnatakiwa mpokee Roho Mtakatifu atakayewasaidia kwenye maisha yenu. Amina. Kwa hiyo alikuwa anawaambia wana wa Israeli wasirizike na ile hali ya kwamba wao labda wako sawa. Kwa hiyo aliwaambia watubu, na Mungu alikuwa anaona kwamba wale ambao wanakwisha kumpokea Yesu, kukubali neno la Mungu, kwa hiyo wakishatubu mioyo yao inakuwa ina ile toba ya kweli ndani ya maisha yao. Tuende kwenye kipengele kingine, ubatizo wa Yohana. Tuangalie ubatizo wa Yohana. Ni somo letu lina vipengele vingi. Ubatizo wa Yohana, anasema ubatizo ulioagizwa na Yohana, ingawa ulikuwa wa maana, haukumwezesha au kuwawezesha watu kuishi maisha mapya. Uwezo ule ungewezekana kwa njia ya ubatizo mkuu zaidi, yaani kipawa cha Roho Mtakatifu, ambapo kipawa hicho kingeletwa na Masihi. Na Yohana yeye hakuwa Masihi, lakini alikuwa mjumbe mwanda njia ya Masihi. Ukisoma ile Luka 3:6 kwamba ule ubatizo wa Yohana ambao alikuwa amewabatiza au watu wametumwa wamebatizwa, aliona kwamba hautoshi kuwasaidia wao kumuona Kristo. Ndio maana alikuwa anasema yupo nyuma yangu, kwamba mimi nimewabatiza kwa maji, lakini yeye aliye nyuma yangu atawabatiza kwa Roho. Anasema kwa maji na kwa moto, yaani kwa Roho Mtakatifu, kwamba itakiwa kwamba kweli nimekwisha kubatizwa,
nimekwisha kumpokea Kristo, lakini bado kingine ambacho natakiwa nikipate. Amina. Soma hapo Joseph, tuangalie hapo. Luka sura ya 3 mstari wa 3 hadi wa 6. Neno linasema, akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba iletalo ondoleo la dhambi, kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patalainishwa, na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Amen. Hilo ni neno la Bwana ambalo lilikuwa likielezea habari za Yesu. Yohana alipokuwa akitangaza habari njema za Kristo. Hapa anasema kwamba atangaza juu ya ufalme wa Mungu, miliki ya Pilato, mara nyingine upande wa mashariki katika miliki ya utawala wa Herodi. Ukisoma ile Luka 3:1, hapa tutaenda kuelezea sana kwamba Yohana alipokuwa akihubiri neno la Mungu, kwamba alikutana na upinzani mkali kwenye habari za neno la Mungu, kwamba alikutana na upinzani wa Herodi. Maana Yohana alienda kusema habari za Herodi kwamba amekosea kumuoa mke wa ndugu yake. Kwa hiyo ilimletea changamoto kubwa. Amina. Hebu naomba usome Jose hapo 3:1 afu na Yohana 1:28. Ili naomba komboe wakati. Luka 3:1 inasema, mwaka wa 15 wa utawala kwake Kaisari Tiberio, Pontio Pilato alipokuwa liwali wa Uyahudi, na Herode mfalme wa Galilaya, na Filipo ndugu yake mfalme wa Iturea, na nchi ya Trakoniti, na Lisania mfalme wa Abilene. Endelea. Hebu tusome ile Marko 6:17. Marko 6:17 inasema, kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu, akamkamata Yohana, akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemuoa. Amina. Kwa hiyo ukisoma hapa anasema Yohana akiwa gerezani alipata habari tu juu ya huduma ya Yesu. Labda mara nyingi habari hizo zilikuwa sawa, hivyo alianza kupata mashaka kama Yesu kweli. Hapa tunaona kwamba aliposema ule ukweli, yule mtu alikasirika, akamkamata Yohana akamweka gerezani. Kwa hiyo hata Yesu Kristo alipokuwa ameanza ile huduma yake, Yohana alikuwa gerezani. Sasa aliposikia zile habari kwamba yupo Yesu anayehubiri Injili, yupo Masihi, akaamini kwamba ni yeye kweli au ni mwingine. Ikabidi aanze kutuma wajumbe waende wakaulize kwamba ni yeye. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwenye huduma yake alikutana na kadhia ya kusema ukweli, kumwambia mtu kweli kwamba hili uliofanya umekosea, ikamletea shida, akawekwa gerezani. Amina. Mwenye swali mpaka hapo. Wa Mungu. Kuwaheshimu watumishi wa Mungu. Maandiko ya somo. Nataka mikono mingi, mko wengi. Hesabu sura ya 16 mstari wa 1 hadi wa 35. Kola alifanya uasi na jeuri kwa watumishi gani wa Mungu? Kola aliwafanyia Musa na Haruni. Kola hakuwaheshimu Musa na Haruni. Kwa nini tuwaheshimu watumishi wa Mungu? Kwa nini tuwaheshimu watumishi wa Mungu? Kwa sababu Mungu ndo anachagua wao ili kuwaheshimu, kuwatumikia. Kwa sababu Mungu amewaweka
wamtumikie, ndio maana tunawaheshimu. Hapa kanisani kwetu kuna watumishi wa Mungu, si ndio? Ndio. Tutaje wachache watano watumishi wa Mungu hapa kanisani. Mchungaji, mashemasi, walimu. Walikufa kwa kifo gani? kumezwa na ardhi. Watu wangapi walikufa kwa moto? 250. Hao walikufa kwa moto. Hiyo ni adhabu baada ya kutomheshimu Musa na Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio alikuwa tunajifunza siku ya leo, na Mungu awabariki. Naomba nimshukuru Mungu kwa kipindi hiki. Baba yetu uliye mwema, asante maana Mungu pamoja nasi. Tumejifunza maneno yako ya uzima, hata watoto pia wamejifunza. Roho Mtakatifu aendelee kutufundisha na kutukumbusha pale tunapoenda kinyume na kusudi yako.